Ah, kuna wakati fulani maishani unafika mahala haupigani tena, haujielezi sana na hauchoki kuthibitisha thamani yako kwa watu fulani fulani. Sio kwa sababu umechoka maisha, hapana, bali kwa sababu umeshakuwa. Leo tutazungumzia kitu ambacho watu wengi ukipitia lakini hawakielewi. Kuwazidi watu wenye sumu, toxic people. Watu ninavyosema watu wenye sumu, namaanisha watu ambao hawakupendi, wanakuchukia, watu wanaokupa negative energy, wanakusema vibaya kwa watu, wanafiki, ndo namaanisha toxic people. Kwa maana kuwazidi, namna ya kuwazidi, lakini kimya kimya, bila kelele na bila drama. Kama kuna watu waliokuwa karibu sana na wewe, lakini sasa haujisikii tena kuwafuatilia, haupati raha kuwa nao, au huumizi sana ukikosa mawasiliano nao, basi video hii ni yako. Leo nitakushirikisha ishara 6 za kimya kimya zinazoonyesha kuwa umeshawazidi watu wenye sumu, watu wabaya, hata kama hawajui na hata kama wewe mwenyewe hujawahi kukaa chini ukafikiria hivyo. Kaa hadi mwisho, kwa sababu ishara ya mwisho ni ile ambayo watu wengi huignore, lakini ndio muhimu zaidi. Ishara ya kwanza, hauhisi tena lazima ya kujieleza kwao. Zamani ulikuwa unajieleza sana. Unapodharauliwa, unaumizwa au unaonewa, ulikuwa unajaribu kuwaeleza watu wao waelewe. Lakini sasa umenyamaza. Sio kwa sababu huumii, bali kwa sababu unaelewa kuwa si kila mtu anataka kukuelewa. Unagundua kwamba ukijieleza hawabadiliki. Ukifafanua jambo wanapotosha. Ukizungumza wanageuza dhidi yako. Hivyo unaamua kulinda amani yako kuliko kushinda mabishano. Hii ni ishara kubwa sana ya ukuaji wa ndani. Lakini ishara ya pili, kwamba sasa umewazidi watu ambao ni toxic, unakuwa umeacha kujibu provocation. Toxic people hupenda kukuchokoza, kukukasirisha au kukuvuta kwenye drama, lakini sasa hawakupati tena. Maneno yao ya kuishi kama zamani, kauli zao hazikubomoi usingizi wako, ujumbe wao haukupi pressure ya kujibu haraka. Unajua kwa nini? Kwa sababu hutaki tena kutoa nguvu zako kwa watu wasio na thamani kimaisha chako, kwenye maisha yako. Hii si udhaifu, huu ni ukomavu wa kihisia. Kwa kizungu tunaita emotional maturity. Lakini ishara ya tatu, unafurahia zaidi upweke wako. Kuna wakati uliogopa kuwa peke yako, ukikaa na watu vibaya ili tu usihisi upweke. Lakini sasa upweke wako umekuwa sehemu ya uponyaji wako. Unapenda kukaa kimya, kufikiria sana, lakini kupanga maisha yako binafsi, kujisikia bila shinikizo la mtu. Na jambo la kushangaza zaidi ni kwamba una furaha zaidi ukiwa peke yako kuliko ukiwa na watu wenye sumu. Hii inaonyesha wazi kuwa nafsi yako imechoka drama na sasa inataka amani. Ishara ya 4, unaona tabia zao mapema sana. Zamani ulivumilia sana, ulitoa nafasi nyingi sana kwao, na ulijilaumu badala ya kuwaona wao. Lakini sasa unaona red flags mapema sana. Unajua nani ni mnafiki, nani anakutumia, nani anakuvuta nyuma, nani hakufurahi maendeleo yako. Na tofauti kubwa ni hii, hujaribu tena kuwabadilisha. Unachagua tu kujiondoa taratibu. Hii ni ishara ya mtu aliyepitia maumivu ya kutosha na sasa anajilinda. Ishara ya 5, unakuwa hujisikii tena na hatia kujiweka mbali. Haujisikii tena na hatia kujiweka mbali. Toxic people hukufundisha ujisikie vibaya ukijichagua. Lakini sasa hujilaumu tena. Unajua kwamba kujilinda sio ubinafsi. Kujitenga sio dharau, na kuchagua amani sio uovu. Unaelewa kuwa si kila mtu anapaswa kusafiri na wewe kwenye level mpya maisha yako. Na hii inakupa nguvu ya kusema hapana kimya kimya. Ishara 6, maono yako ya maisha yamebadilika. Hii ndio ishara ya mwisho na muhimu zaidi.
Sasa unawaza mbali zaidi, una ndoto kubwa zaidi, unajiheshimu zaidi, unachagua mazingira yanayokujenga. Na ghafla unagundua kwamba watu waliokuwa karibu sana na wewe hawalingani tena na dira yako ya maisha. Sio kwamba wao ni wabaya, ni kwamba wewe umebadilika. Na mtu akibadilika, si kila mtu anaweza kuendelea naye. Kama umejiona kwenye ishara hizi, basi nakutaka ujue kitu kimoja muhimu sana. Hujaharibika, umekua. Kupoteza watu fulani si kupoteza maisha, ni kujiokoa. Na kumbuka, watu wenye sumu huumia zaidi unaponyamaza, unapofanikiwa na unapokuwa na amani bila wao. Kama video hii imekugusa hata kwa 1%, like, subscribe na share kwa mtu ambaye anahitaji ujumbe huu. Tuandikie kwenye comment ni ishara ipi umeipitia zaidi. Asante kwa kutazama sana. Tutaonana kwenye video inayofuata na karibu tena.